شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mimi ninalotaka kulisema ni kwa ndugu zetu wafanya biashara. Mwezi wa Ramadhani isiwe sababu ya kupandisha bei za bidhaa. Manake hili lipo. Taarifa nilizokuwa nazo na tumezitafuta za kiserikali ni kwamba hakuna uhaba wa bidhaa ndani ya nchi. Mchele upo wa kutosha, mafuta yapo ya kutosha, sukari ipo ya kutosha, unga wa ngano upo wa kutosha, hakuna uhaba. Maana mara nyingi wanaopandisha bei wanatuambia kuna uhaba au kuna meli imekaa sana bandarini. Mwaka huu ndani ya nchi hakuna uhaba wa bidhaa yoyote tunapoingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo isiwe sababu Ramadhani yenyewe ikawa ndo sababu ya kupandisha bei. Tutakuwa tunakwenda kinyume sana na maadili ya dini yetu. Huu ndio mwezi wa kuhurumiana. Wale wenye kipato cha chini, mafukara, maskini, tuwahurumie, tusiwapandishie bei bila ya sababu. Serikali itakuwa macho. Nimeshatoa maelekezo kwa tume ya ushindani kupita katika maeneo yote ya biashara kuhakikisha hakuna watu wanaopandisha bei holela. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nilikuwa niliseme hilo moja. Tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa rehma, mwezi wa kuhurumiana, mwezi wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sote tuondoke hapa tukiwa tumeyapokea maneno ya kwenye khutba, tukajiandae kwa Ramadhani, kwa ibada mbalimbali za ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wajibu wa kuwasaidia wale ambao hali zao ziko duni. Na wakati mwafaka, wakati mzuri zaidi ni huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na alhamdulillah, kila mwezi wa Ramadhani wapo watu wanaojitokeza kutoa misaada kwa watu ambao hawana uwezo. Tulihimize hili, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuwatafuta ili niweze kuwashajiisha, lakini sote, kila mtu kwa uwezo wake aone ana wajibu wa kuwasaidia wale ambao hawana uwezo. Hii itatufanya sote tufunge vizuri na tumche Mwenyezi Mungu kama tunavyotakiwa. Kwani Uislamu tunauchezea? Ramadhani inakuja, khatiba ametukumbusha, ndio mwezi wa kujikurubisha na kufanya ya kheri. Tunaanza kutafuta michezo, tunaanza kutafuta mabao. Unaambiwa kuna Ramadhani Cup, unaambiwa kuna makombe ya mbuzi, sijui na mengine yapi yatazuka katika Ramadhani. Lazima tuambizane ukweli. Yaani hii kitendo cha kuhusisha Ramadhani na michezo hii si sawa hata kidogo. Bora litafute jina jingine lihusishwe na michezo, sio Ramadhani. Ramadhani ni mwezi ambao unahusishwa na Qur'ani. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Hakuna mjadala katika hili. Sasa ukichukua Ramadhani ukituambia Ramadhani Cup unatukosea. Ukituambia Ramadhani kuna kombe la mbuzi unatukosea. Hatutaki Ramadhani na kombe la mbuzi, ni Qur'ani. Hivi sasa tupo mlangoni katika mwezi wa mtukufu, ashhuru mubarakan, mwezi ambao uliobarikiwa, ashhuru rahma wal maghfira wa itqu minan nari, ni mwezi ambao ndani yake inapatikana rehma, mwezi ambao ndani yake inapatikana maghfira, mwezi ambao unapatikana ndani yake kuachwa huru na moto. Hongera iliyoje kwa yule ambaye atakayeweza kuudiriki mwezi huu wa Ramadhani. Hongera iliyoje yule ambaye atakayepata angalau dakika moja akatamka japo neno moja la subhanallah katika mwezi wa Ramadhani. Kwani subhanallah itakayotamkwa katika mwezi wa Ramadhani tofauti na subhanallah zikatamkwa ndani ya miezi mingine. Kwa ajili hiyo, mwezi ambao unahitajika kufanyika maandalizi, tujiandae kwa kukabili huu mwezi ambao innahu shahru mubarak, shahru Ramadhan
huo si mwingine bali ni mwezi wa baraka, nao ni mwezi wa Ramadhani. Shahru alladhi anzala Allahu fihi alquran, na ndio mwezi ambao Allah ameteremsha katika mwezi huo, kupitia mwezi huo ndio imeteremka Qur'an.